Baba yetu na Mungu wetu, asante kutupatia nafasi katika masaa ya jioni tunapohitaji kusikia sauti yako katika masaa ya matakatifu. Roho wako mwema atuongoze na somo hili likawe baraka kwetu na tukapate mafunuo ambayo yatatusaidia kuweza kufanya vizuri katika maisha yetu. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Uwekezaji. Uwekezaji moja ya vitu vya muhimu sana ambavyo watu wa Mungu wanapaswa kuvizingatia. Na kiukweli tumeona katika Biblia watu wengi wamekuwa wakidhani pengine labda swala la uwekezaji ni swala ambalo ni la dunia, lakini ukisoma Biblia actually mafungu mengi sana, mahubiri mengi ya Yesu alizungumzia swala la uwekezaji. Na tutaangalia unapozungumzia swala la uwekezaji, wengi wanadhani tunazungumzia tu hasa swala la fursa za uwekezaji ambazo zipo sokoni, kwa maana ya hati fungani za benki kuu, uwekezaji kwenye hisa, kwenye vikoba. Nimeona sasa hivi hata kwenye kampuni za simu, lakini pia hata kwenye SACCOS. Lakini kumbe uwekezaji ni jambo ambalo ni pana sana, na ningependa tu niseme wazi, uwekezaji wa kweli hauanzi na kuangalia hizi fursa zilizopo. Na ndio maana unaweza ukakuta mtu amesomea uchumi, amesomea masuala ya uwekezaji, amesomea masuala ya biashara, amesomea masuala ya ujasiriamali, lakini hawezi kuyafanya kwa kiwango kikubwa, na hata akifanya anafanya kwa muda mchache, anashindwa kuendelea. Na ukifuatilia vizuri unagundua kwamba kiini ni tabia, na tabia inajengwa tangu nyumbani. Na ndio maana wazazi tunapaswa kutenga muda kwa ajili ya kuandaa watoto wetu katika ulimwengu huu na hata ulimwengu unaokuja. Tafiti zimefanyiwa kazi na ikaonekana kwamba watu ambao wameweza kuwa wawekezaji wazuri walitengenezwa nyumbani. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kutambua mambo kadhaa tunapoangalia swala uwekezaji. Moja, kuna swala la kusudi. Wewe upo kufanya nini? Kuna kitu nimekizungumza siku ya kwanza na nimeendelea kukigusia. Tuko kutekeleza a certain divine assignment. Swali kuu ambalo unapaswa kujiuliza, wewe upo kufanya kazi gani? Na ukweli ni kwamba kama unaenda kufanya kitu ambacho sio wito wako, huwezi kufanikiwa. Na ndio maana unaweza kufanya kazi mpaka ukafa, lakini bado mafanikio huwezi kuyaona. Na asilimia kubwa ya watu wameenda kaburini, wengine wamemaliza maisha yao wakiwa hawajafanikiwa, na kama wamefanikiwa kwa kiasi hawana furaha. Kwa hiyo ni vizuri sana kufahamu hizi kanuni za mafanikio. Kama mnafuatilia vizuri, mtagundua ya kwamba swala la uwekezaji ni moja ya nguzo za uhuru wa fedha. Nguzo ya kwanza ni swala la income management. Pesa yako unayoipata inatoka wapi? Nimekuwa nikijaribu kufuatilia hao walioanzisha swala la fedha walikuwa wanawaza kitu gani, lakini niseme hivi: sio rahisi kuwa na furaha, sio rahisi kuwa na amani, sio rahisi kuifanya kazi ya Mungu kama pesa haipo. Na ndio maana wakati mwingine wazee wengi tunakuwa wakali. Unajua wakati mwingine ukiangalia pale nyumbani unaona mzee anakuwa muda wote anakuwa mkali, ukifuatilia vyema unagundua ni swala la hela. Hasa ukifika wakati wa kutoa school fees, unakuta mzee aguswi, kiguswa kidogo anaruka juu ya paa. Kumbe swala la pesa. Na niseme hivi, kama Waadventista wa Sabato, swala la pesa si swala ambalo ni swala la ziada, ni swala ambalo tunapaswa kuliangalia kwa macho mawili. Kazi ya Mungu inahitaji pesa. Maisha yetu, ustawi wetu unahitaji pesa. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza kuhusu pesa. Ni bahati mbaya hakuna shule inayofundisha watu kuhusu swala la fedha. Nimesoma mimi degree yangu ya kwanza, ya pili, ya tatu, sikupata bahati ya kuweza kujifunza kuhusu pesa. Kama nimepata kwa kiasi ni katika idara ya vijana kwenye nishani mbalimbali. Kwa hiyo tuseme ya kwamba kanisa la Mungu angalau limechukua nafasi fulani ya kuweza kutusaidia, lakini watu wanakuwa watu wazima hawakuwahi kupata nafasi ya kusoma kuhusu swala la fedha. Kwa hiyo swala la uwekezaji ni nguzo ya nne. Nguzo ya kwanza ni masuala ya pesa yenyewe, mapato yako yanatoka wapi. Nguzo ya pili ni matumizi. Matumizi yako yakoje? Ninatambua watu wachache ambao wanasimamia swala la matumizi ya fedha kwa uaminifu.
Na hapa nazungumzia tabia. Kinachotofautisha kati ya mtu mmoja na mwingine katika kufikia makusudi ya maisha yao ni swala la tabia. Nguzo ya tatu inaitwa uwekaji wa akiba. Nguzo ya nne ni uwekezaji. Nguzo ya tano ni swala la protection. Unapotafuta pesa yako, basi una budi kuhakikisha ya kwamba unaiwekea ulinzi. Hapa tunazungumzia swala la bima. Nimeona wakati fulani baadhi ya walimu wa Sabato wanasema kwamba swala la bima ya maisha ni upagani, lakini si kweli. Mtu mwingine anasema kwamba ni kama vile unamwacha Mungu, basi unaamua kujiwekea ulinzi. Lakini bima ya maisha ni kitu gani? Ni ambapo in case umefariki na unachangia bima lese ya maisha ambayo ni 10% ya mshahara unaopata. Matokeo yake ni kwamba unapofariki, familia yako wanaweza wakapewa mishahara 36 ambayo inaweza ikawasaidia kuendesha maisha. Kama wana elimu ya fedha, hiyo pesa inaweza ikawasaidia kusogea katika hatua moja. Bwana mmoja anasema swala la ulinzi au protection ni swala la mapenzi mema kwa familia, kwa maana ya kwamba unazungumza ya kwamba ili kesi nimeondoka, basi familia yangu wanaweza wakaendelea na maisha. Kwa hiyo leo tunaangalia nguzo ya 4 ya swala la uhuru wa fedha ambalo linaitwa uwekezaji. Na kama nilivyozungumza, wapendwa, uwekezaji unapaswa kwanza kwenye swala la wewe ni nani, utambulisho wako. Kama haujui upana wa divine assignment yako, kama hujui upana wa wito wako hapa duniani, hata kama utaingia kuanza kuwekeza, baada ya muda utaichukua. Sasa hivi tumeona mifumo ya uwekezaji inaruhusu kuchukua pesa yako wakati wote. Pale UTT wanaruhusu baada ya siku 3 unaweza ukaweka na kuchukua. Juzi nimeweka kwenye wekeza kwenye Vodacom wao wanatoa mpaka 13% kwa mwaka, yaani kiasi cha pesa unachokiweka. Kwa hiyo tutaona baadaye pia kanuni za kutusaidia kuweza kuhakikisha ya kwamba tunajenga hii tabia na hatimaye inakuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo eneo la kwanza la uwekezaji linapaswa kuwa kwenye kusudi, identity yako. Eneo linalofuata inapaswa kuwa kwenye maarifa, lakini pia kwenye tabia. Sasa uwekezaji kwenye fursa ambazo zipo sokoni ni eneo la mwisho. Kama mnakumbuka, nilizungumzia aina mbalimbali za mitaji na nikataja mtaji fedha kuwa ni mtaji namba 20. Kabla ya fedha kuna mitaji mingine 19. Kama mnakumbuka, nilitaja pia utambulisho wako, nikataja kuhusu tabia, maarifa na kusudi lako ambalo Mungu amekuumba kulifanya katika dunia hii. Kwa hiyo wapendwa, nashangaa naona haina mawasiliano, haitembei. Kama kuna mtu anaweza kanisaidia, kuna kitu kimetokea hapo, labda kama kuna kitu cha kuweza kuprompt hapo, naona haitembei. Kwa hiyo uwekezaji ni moja ya vitu vya muhimu sana katika maisha yetu kama Waadventista wa Sabato, na kwa maana hiyo leo hii tutaangalia maswali elekezi yatakayotusaidia kuweza kutambua jambo hili. Kama inagoma basi itabidi ukae tu hapo, tutembee pamoja. Lakini pia tutaangalia makusudi hasa ya mada hii. Kwa nini mada hii itolewe kwa watu wa Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Tutaangalia pia kanuni kuu za uwekezaji. Naomba uende slide namba 11. Lakini pia tutaangalia maeneo ambayo ya uwekezaji ambayo pengine yanaweza kutupatia matokeo mazuri. Lakini tutaangalia pia maana ya uwekezaji ni nini. Tutaangalia pia aina za uwekezaji ambazo zipo sokoni, na tutaona haja kwa nini ni muhimu kuwekeza. Tutaenda hatua moja mbele, tutaangalia utapata wapi pesa ili uweze kuiwekeza, na tutaenda hatua moja zaidi, tutaangalia mambo ya kuangalia. Tutaangalia pia mtizamo wa tunaita asset na liability. Kuna watu wanadhani wanawekeza, kuna mtu ana mashamba, kuna mtu ana nyumba, lakini kuna wakati kumbe hizo nyumba ulizo nazo sio asset, ni liability. Asset ni kitu gani? Liability ni kitu gani? Pesa au mali ulionayo kama haikuingizii pesa ila inakula pesa, hiyo ni liability. Lakini kama una mali inakuingizia pesa, hiyo ni asset. Kwa mfano, kama umejenga nyumba, mpangaji akitoka, akiingia mwingine, matengenezo yanazidi pesa ambayo umepata kwa huyo mpangaji, hiyo nyumba sio asset, ni liability. Lakini inaweza kawa la asset pale ambapo aidha kama wewe ni mfanyabiashara ukaitumia ile hati kukopea benki, kama vile ambavyo tutaona fursa za uwekezaji ambavyo zinaruhusu unaweza ukakopa. Na labda nizungumze hili,
watu wengi wana liabilities na sio assets katika maisha yao. Kwa hiyo kuna haja ya kuweza kutofautisha kati ya hayo mawili, na kwa maana hiyo tutaangalia hitaji la kufahamu kanuni za uwekezaji. Next slide. Na tutaangalia pia fursa tofauti ambazo zipo katika soko, na tutaangalia pia namna ambavyo tunaweza tukajenga mkakati wa kuweza kufanya uwekezaji ili tuweze kuboresha na kupata ustawi wa maisha yetu. Tutaangalia pia makosa ambayo tunapaswa kuyaepuka, kwa maana ya kwamba tunapaswa kuwa na maarifa na tuyatumie kwa ajili ya kuweza kuboresha maisha yetu. Kusudi la mada hii ni kutusaidia kuweza kufahamu kwa kina nini maana ya uwekezaji, lakini pia kujenga uwezo wetu katika swala la fedha, na pia kuwaimarisha washiriki wa Ubongo hili kuweza kufahamu vyema swala la uwekezaji linahitaji vitu gani, lakini pia mtizamo wetu badilike tunavyofikiria kuhusu swala la uwekezaji. Kuna vitu tutaviangalia katika swala la uwekezaji. Moja, kuna swala la muda. Mbili, kuna swala la kuanza kidogo. Tatu, kuna wapi pa kuweka pesa yako, lakini pia kuna swala la tabia, kwa maana ya kuwa na bajeti na pia kujua mapato na matumizi. Next slide. Tutaangalia pia kama nilivyozungumza, namna gani tunaweza tukatengeneza utajiri. Lakini pia tutaona namna ambavyo tunaweza tukaweka ulinzi kwa pesa yetu na hatimaye tukawa na uhuru wa fedha. Kama mnakumbuka, siku ya jana niligusia kitu kimoja, kwamba kama unaweza ukawa unaweka kila siku shilingi 3500 UTT kwa mfano, kwa miaka 30. Napozungumzia miaka 30 nazungumzia kwamba sasa wengi tunaanza kazi na miaka 25 mpaka 30. Kwa hiyo unapoanza kazi unahakikisha kwamba kila mwezi unaweka shilingi kila siku 3500. Ukipiga kwa mwezi utakuwa umeweka kama shilingi 1,500,000. Miaka 30 utakuwa na milioni 734. Kwa nini nazungumzia miaka 30? Kwa maana kwamba unapostaafu sasa, kwa sababu wote hapa tutazeeka, na actually tunapaswa kufahamu, unapoanza maisha unaifanyia kazi pesa, unapohitimisha utumishi wako pesa ikufanyie we kazi. Lakini watu wengi wanapofikia maisha ya kustaafu au utu uzima, wanakuwa ni watu ambao wanaishi maisha ya huzuni na kukosa mahitaji, na wengi wamefikia hatua wanashinikiza watoto wao waweze kutoa pesa kuwasaidia kuendesha maisha yao, na wanawashutumu kwamba nilikusomesha, na wanafika mahali wanafikiri kwamba kusomesha mtoto ni uwekezaji. Wapendwa, naomba niwakumbushe, kuwasomesha watoto ni wajibu. Kama unadhani huwezi kulea watoto, una sababu ya kuoa. Na ndio maana Paulo anasema kama huoni sababu ya kuoa, basi baki ulivyo. Kwa hiyo ni makosa makubwa tunapofika mahala tunaanza kushinikiza watoto wetu. Kumbuka, watoto wao pia nao wana malengo yao na mipango yao. Lakini inapotokea heri watoto wanaona hitaji la kuweza kuwahudumia wazazi, basi hilo ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Yako maswali ambayo nimeyaweka hapa ambayo ni maswali elekezi, na naomba tutaangalia tunaendelea. Maeneo ya kwanza ni kwenye swala la mipango mkakati. Swala la msingi la kwanza unapaswa kujiuliza, kwa nini niwekeze? Kwa nini niwekeze? Na swali la pili, ina maana gani uhuru wa fedha? Swali la tatu, je, ninapaswa kujikita katika kuhakikisha kwamba ninakuwa na uhuru wa fedha ili maisha yangu yawe mazuri? Swali la nne, niweke kwa muda gani? Kwa sababu ni muhimu pia kujua unaweka kwa muda gani. Labda nizungumze hili kwamba kadri unavyoweka kwa muda mrefu ndivyo ambavyo matokeo yanakuwa mazuri. Ukiweka kwa muda mfupi matokeo yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo tabia inakuja hapa, kwa maana ya kwamba tujenge tabia kama ambavyo wakulima wanafanya. Anapopanda mbegu hawezi kuwa anaenda kila asubuhi kuangalia kama imeota. Wakati mwingine unapaswa kusubiri. Ulimwengu wa sasa watu wanakimbia haraka, hawataki kusubiri. Lakini kusi mpendwa, kama una tabia ya kusubiri, swala la uwekezaji kwako inaweza ikawa ni changamoto. Lakini pia wakati mwingine unapaswa kufikiria uwekezaji wa aina gani. Ukiangalia vizuri unagundua ziko aina kuu mbili za uwekezaji. Kuna uwekezaji unaohitaji uwepo wako, kwa maana ya active investments, lakini pia kuna uwekezaji ambao hauhitaji uwepo wako, kwa maana ya kwamba unaweka
mfumo, alafu unawekeza hela yako, alafu wewe unakuwa unapata tu matokeo hata ukiwa mbali. Na niseme hivi, tunapoanza maisha, uwekezaji wa uwepo wetu unaweza ukawa ni wa muhimu sana, lakini kadri tunavyokuwa watu wazima, uwekezaji wetu unapaswa kuwa kwenye maeneo ambayo hayahitaji usimamizi, kwa sababu wakati mwingine inakuwa nguvu zinaanza kupungua. Kama ni mtu mzima unaanza kuchoka, kwa hiyo sio rahisi kusimamia biashara siku zote, na ndio maana tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa na vipato ambavyo vitakuwa endelevu hata wakati ambao tumeishiwa nguvu. Moja ya vitu vya muhimu tunapaswa kuangalia tunapofikia swala la kuwekeza ni swala la kuwa na pesa ya dharura, emergency fund. What if, kwa mfano nikiugua, unajua huko wakati kama wanadamu pia unatakiwa kushusha engine, si ndio? Unatakiwa kwenda India kwa ajili ya kwenda kufanya check up. Madaktari wanatuambia ukishafikisha miaka 45 50, magonjwa yanaanza kukuvizia. Swali linakuja, je, umejiandaa kiasi gani kuhakikisha kwamba unakabiliana na hizo hali? Rafiki yangu mmoja namfahamu ambaye alienda pale Muhimbili akapimwa, akaambiwa una tatizo la figo. Alipokaa akamwona rafiki yake mwingine daktari, akamwambia no, nimekuangalia wewe una tatizo la figo. Huyu bwana kwa kuwa alikuwa na pesa amewekeza UTT, akaamua kwenda India. Alipofika India, walipompima wakamwambia una tatizo la figo. Tatizo nalo linaitwa bone marrow. Urojo kwenye mifupa ule umepungua, kwa hiyo unapaswa kupandikiziwa. Gharama ya kwanza, awamu ya kwanza milioni 30. Awamu ya pili alitumia karibu milioni 50. Ameenda kule, amerudi, ametumia karibu milioni 80, karibu milioni 100. Sasa alipoomba watoto wake waweze kumchangia, akatengeneza group la WhatsApp. Kila mmoja alikuwa na sababu, kwa sababu wao pia nao wana maisha yao. Kwa hiyo huyu mzee kama asingalikuwa na pesa, leo hii angalikuwa ameshafariki. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu sana kuweka fedha kwa ajili ya kesho. Hakuna anayejua kesho yetu, lakini pia wakati mwingine unapoweka akiba inakusaidia nyakati ngumu uweze kuona namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba maisha yako yanaendelea. Kwa hiyo swala la uwekezaji ni swala la hekima, ni swala la kujali maisha yako zaidi kuliko ambavyo watu wengine wanafikiria. Na mfano mmoja wanaotumia pia Uganda, kuna bwana mmoja alikwenda kwenye hospitali ya Uganda inaitwa Uganda Referral Hospital. Alipopimwa akaambiwa kuna mende, yani mende mdudu kwenye kifua chako. Huyu bwana akaenda India, alipofika India akaambiwa mende alikuwa kwenye mashine ya X-ray, sio kwenye kifua chako. Kwa hiyo kama una pesa utabaki kuamini kwamba vipimo vya mwanzo vilivyochukuliwa vilikuwa viko sahihi. Eneo la pili la maswali, tutaangalia pia hitaji la kuweza kuwa na ufahamu juu ya pesa. Swali la msingi, je, wewe hapo ulipo unafahamu matumizi yako ya mwezi? Wangapi wanafahamu matumizi yao ya mwezi? Kwa maana budget ya mapato na matumizi. Mimi kila mwezi lazima niandae budget. Mpaka dakika hii nishaandaa mpaka ya mwezi Julai. Ndio unaweza ukawa unabadilisha, wakati mwingine unaweza ukatumia zaidi, ndio ukatafuta maeneo mengine ya kuweza kusaidia, lakini ni muhimu sana kuishi kwa budget. Wapendwa, ni waombe, kama unahitaji uhuru wa fedha, kama unahitaji kuwa na amani katika moyo wako, unapaswa kujua pesa yako inaingia vipi, na inapoingia inatoka inaenda wapi. Kama Yesu ambavyo aliwaambia wanafunzi kwamba kuna mtu kanigusa na nguvu zangu zimepungua. Wanafunzi wakamkemea Yesu kwamba wewe, watu wote hao unataka kusemaje? Yani umeguswa, yani hao. Lakini mwisho wa siku hawakujua Yesu alikuwa anamaanisha kitu gani. Swali lingine, unapaswa kujua asilimia ngapi unaweka akiba. Katika masuala ya uwekezaji kuna kitu kinaitwa 50%, 30%, 20. Wengine wanatumia 60%, 30%, 20, 10. Kwa maana ya kwamba lazima uwe na uwiano. Kiasi fulani cha pesa kinaenda kwenye mahitaji ya msingi na kiasi kidogo kinaenda kwenye mahitaji yasiyo ya msingi, yasiyo ya lazima, lakini kiasi kingine kinaenda kwenye akiba na uwekezaji. Kwa hiyo tunapaswa kutengeneza tabia, na niseme tu wazi, kufanikiwa hakuna uhusiano na wingi wa pesa unaopata, lakini ni swala la tabia. Unaanza kidogo kidogo na hatimaye unafikia mafanikio. Swala lingine ni swala la kiasi gani cha pesa unakitupa kwenye mahitaji ambayo ni ya lazima. Lakini swala lingine la muhimu sana, je, una pesa ya akiba? Una pesa ya dharura? Wanasema wataalam, kwa wastani unapaswa kuwa na pesa kati ya kuweza kukusaidia kuishi miezi 3 mpaka 6 kama in case
hakuna kazi. Unakumbuka wakati wa COVID watu walikaa kidogo wakasema kama nikufa ngoja nikafie tu barabarani. Hata ile Oktoba 29 kuna watu walikaa ndani, chakula kikakata. Jamaa anasema ni bora nikafia kwenye ATM. Nakumbuka ndugu yangu mmoja aliniambia mimi naenda kufia kwenye ATM. Kwa hiyo swala la uwekezaji pia linatuhitaji tuweze kuwa na uwezo wa kuishi kwa muda fulani angalau hata bila kutegemea watu wengine. Lakini pia kuna ndugu yangu mmoja ambaye namfahamu pia, yeye amesomea masuala ya uchumi. Ndio maana nakwambia elimu ya darasani na elimu ya maisha, haya mambo yako tofauti sana. Huyu bwana amesoma Marekani, ana PhD ya uchumi na alikuwa mwalimu wa chuo kikuu hapa cha Dar es Salaam. Lakini wakati wa COVID alivyougua, alivyolazwa hospitali, familia yake ilibidi tunzwe na kanisa. Alipopata nafuu akamwambia daktari, naomba utoe mashine, akaenda kwa ATM, akaenda kutoa pesa. Kwa hiyo wapendwa, unaweza ukawa umesomea swala la fedha, lakini uhusiano kati ya elimu ya fedha uliyoisoma darasani na maisha ni tofauti. Kwa hiyo swala la uwekezaji linajengwa zaidi kwenye tabia. Bwana mmoja anasema kwamba 80% ya ujuzi wetu katika swala la uwekezaji ni tabia, alafu 20% ndio maarifa. Kumbe unaweza ukawa na maarifa yote lakini tabia ikawa inakukwamisha. Na tabia inajengwa nini? Labda nigusie hili, na niligusia katika siku za mwanzo. Hawakupata nafasi ya kusikiliza mada hii ya tabia, unaweza kurudi kwenye series za masomo niliyotoa. Lakini tabia inajengwa na ubongo unaitwa subconscious mind. Mwanadamu anapozaliwa ana ubongo unaitwa conscious mind, ambao ni ubongo wa ufahamu, na tunapokuwa tunatengeneza tena ubongo mwingine unaitwa subconscious, ambao unaanza kujengwa immediately mtu anapozaliwa. Mtoto anaponyonya kwa mama yake, anapokuwa anamwangalia, namna mama anavyomwangalia mtoto akionyesha upendo kwa mtoto, namna ambavyo mama anaweza akamuelekeza mtoto. Mwandishi mmoja anasema siku 1000 za mtu anapozaliwa ni za muhimu sana, kwa sababu ndio zinajenga msingi wa tabia ya mtu katika maisha yake. Kwa hiyo subconscious mind ni ubongo unaohifadhi matukio mbalimbali ambayo tumekutana nayo katika maisha yetu, na inaanza tangu mtu anapozaliwa mpaka miaka 25 kwa watu wengi. Japo of course kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume katika namna ya ukuaji. Wengine miaka 17 huu ubongo unakuwa umekamilika, wengine 18, wengine 21, wengine 25, na miaka inayosalia unaweza ndio ukafanya kitu inaitwa reprogramming. Yani kuna baadhi ya vitu ukavitoa ukaviingiza vingine. Unajua wakati mwingine wazazi wetu walitusaidia, walidhani wanatusaidia, lakini kumbe wametuingiza katika matatizo. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kuwa mtu mzima, unapaswa kufanya upembuzi yakinifu. Yale ambayo ni makosa unayaacha, yale mema unayachukua. Na ndio maana Paulo anasema katika Biblia, sijui nao lifanya, kwa sababu lile nalotaka kulifanya silifanyi, lakini lile ambalo sitaki ndio nalifanya. Kwa hiyo tunahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana katika maisha yetu kila mmoja wetu ana kitu inaitwa intuition. Aina moja ya akili inaitwa intuition au inner voice au gut feeling. Yaani ndani yetu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka. Nakiona kwa Suleiman wakati anafanya maamuzi kuhusu wanawake wawili ambao walikuwa wanagombania watoto. Mmoja anasema huyu ni mwanangu, mwingine anasema mwanangu. Suleiman akasema kwa sio shida, akasema kata mtoto huyu katikati. Mwenye mtoto akasema, akamwamkia mtoto akamwambia basi kama ndio hivyo mpatie. Yule ambaye hakuwa na mtoto akasema kata tugawane. Suleiman akajua mtoto ni wa nani. Kwa hiyo wapendwa, ndani yetu kila moja, kwa sababu Mungu ametuweka kwa kusudi, kuna kitu amekiweka ndani yetu ambacho kinatusaidia kuweza kufanya maamuzi. Lakini huu uwezo unaweza ukaendelezwa, unaweza ukauliwa. Wako watu wameenda kaburini wakiwa na potentials, na ndio maana wanasema hivi, kaburini ni mahali ambapo watu wengi, yani sehemu tajiri duniani ni kaburini. Watu wamelala na uwezo, na kiukweli changamoto kubwa tulionayo wanadamu ni namna ya kubadilisha rasilimali zikaja kuwa pesa na kutusaidia kuendesha maisha yetu. Lakini pia tutaangalia namna gani tunaweza tukafanya utaratibu wa kuweza kuwa tunafuatilia maisha yetu kuhusu swala fedha. Jambo lingine la muhimu wapendwa ni swala la madeni. Tuliona jana juzi, dawa ya deni ni kulipa. Kadri inavyowezekana tukimbie madeni, lakini ukikopa lipa. Na njia nyingine bora ya kutusaidia kuweza kuepuka madeni ni kuhakikisha kwamba tunaishi ndani ya kipato chetu. Natambua tunapoanza maisha sio rahisi kuwa na kipato ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kumudu mahitaji yako ya kila siku, lakini pia tuwe na mifumo ya kusimamia namna pesa yetu inavyotumika.
Ziko saizi mbinu mbalimbali, kuna teknolojia, kuna Excels, lakini kiukweli hakuna ambaye hajui gharama za mahitaji yake. Kwa mfano mimi hapa nilipo najua nahitaji kiasi gani kwa ajili ya chakula pale nyumbani, najua nahitaji kiasi gani kwa ajili ya maendeleo yangu ya maisha. Kwa hiyo ni muhimu sana haya mambo kuwa katika mikono yetu, at our fingertips. Lakini pia tunapaswa kutokuwa watu ambao tunaongozwa na fedha, rather sisi tuweze kuisimamia fedha. Next slide. Tuangalie pia masuala ya uwekezaji sasa. Je, tuna maarifa ya kuweza kuwekeza? Lakini pia tunawekeza katika eneo sahihi au tunahubiri vitu ambavyo pengine hata sisi wenyewe hatuvifahamu? Tunapaswa pia kuangalia vihatarishi au athari zilizopo. Kila aina ya uwekezaji ina changamoto zake, ina faida na hasara. Kwa hiyo kabla ya kufikiria aina gani ya uwekezaji, mathalan uwekezaji kwenye maeneo ya hisa unafaa kwa vijana wanaoanza, kwa sababu ina mtikisiko. Wakati mwingine unaweza ukaweka pesa alafu baadaye ya kupata matokeo ukapata hasara. Sasa kama wewe ni mtu mzima umekaribia kuhitimisha utumishi wako, unaweka pesa kwenye eneo la hisa, ikitokea mtikisiko wa uchumi na inflation, matokeo yake ni kwamba unaweza ukapata hasara, na kiukweli sio rahisi ukawa na amani, sio rahisi ukawa na utulivu kama pesa yako imepotea. Na ndio maana tushauri watu pia, unapofikia hatua sasa unahitimisha utumishi wako kwenda kuanzisha kitu kipya, unaenda kulima matikiti, unaenda si kufuga kuku, unaenda kuanza kilimo, sijui unanunua trekta, unanunua mabasi. Wapendwa, ni muhimu sana kabla ya kufanya chochote katika maisha yetu tuwe na maarifa ya kutosha, lakini pia tuwe na watu ambao wanaweza kama kushauri na kutuongoza katika namna ambayo ni sahihi. Lakini pia kabla ya kufikiria uwekezaji, angalia swala muda. Kuna baadhi ya vitu vinahitaji muda. Labda niseme hivi, ziko aina kuu mbili za matokeo tunaweza kuyapata katika uwekezaji. Kuna kitu kinaitwa simple interest. Kwa mfano, kama unaweka hela yako tu katika utaratibu wa kawaida, baadhi ya maeneo unaweza kupata 3 mpaka 4 kwa mwaka. Lakini kama unaweka kwenye compounding interest, unaweza kupata mpaka 12 au 13. Kwa hiyo swala la msingi ni kwamba unapaswa kujua aina ipi inafaa, na kabla ya kufikiria aina ya uwekezaji unapaswa kujua malengo yako ni nini. Na actually kinachotangulia ni malengo, kwamba nawekeza ili niweze kupata matokeo ya namna gani. Usiige watu, unapaswa kupata maarifa. Ukishapata maarifa, angalia aina ipi inaweza ikakufaa. Kabla ya kuhitimisha, nitataja maeneo ambayo kama unafikiria kuwekeza, labda niseme hivi, hii saa moja haitatosha kuweza kutusaidia kupata maarifa yote, lakini unaweza baada ya hapa ukatafuta maarifa zaidi. Na sababu hili wasilisho limejaa kidogo baadhi ya taarifa, nitamtumia Dasara, atashare na kila mmoja wetu, lakini niko tayari kwa kuwa namba zangu zipo kwenye wasilisho hili, naweza nikakuunganisha na watu sahihi kwa wale ambao wanahitaji kuwekeza katika maeneo wapate matokeo ambayo yatasaidia kuendesha maisha yao. Niseme hivi, wako watu ambao walikuwa na fedha za kutosha, lakini kwa kuwa hawakuwa na taarifa sahihi wakajikuta wamewekeza katika maeneo ambayo matokeo yake yamewaletea changamoto kubwa. Next slide. Lakini pia kuna swala la kuangalia sasa, ukishafahamu next slide tena zaidi ya hii hapo, strategy and portfolio questions. Lazima uweze kuangalia unapowekeza sasa, kuna haja ya kutoweka mayai kwenye kapu moja, hapa kidogo, hapa kidogo, hapa kidogo. Labda nitaje sasa katika eneo, kwa sababu muda unakwenda na huenda nisikave kila kitu, lakini labda nitaje maeneo ambayo unaweza ukawekeza. Kama mnakumbuka, software ndio eneo la kwanza, tabia, kusudi, utambulisho wako, lakini pia maarifa. Sasa kwenye maeneo mengine haya, labda nipendekeze, unaweza ukawekeza kwenye hati fungani za serikali za muda mfupi na muda mrefu, zinaitwa treasury bonds na treasury bills. Haya ni maeneo ambayo benki kuu inayasimamia, ambapo unaweza ukaikopesha serikali. Nadhani wengi tunaona barabara zinajengwa, tunaona kuna flyovers, kuna miradi mikubwa ya serikali. Kuna nyakati ambayo serikali haina uwezo wa kuweza kusimamia miradi yake, kwa hiyo inabidi ikope kwa wananchi. Inaweza ikakopa labda katika kila shilingi 10, and then shilingi 1 au shilingi 2 ikawa ni faida kwa yule anayekopesha.
Kwa hiyo kuna ukopeshaji wa muda mfupi, kuna ukopeshaji wa muda mrefu. Muda mfupi inaweza kaa kati ya miezi mitatu mpaka mwaka moja, na muda mrefu inaweza kaa kuanzia miaka miwili mpaka miaka 25. Na kadri unavyoweka kwa muda mrefu, matokeo yanakuwa ni mazuri zaidi. Ukiweka kwa muda mfupi, matokeo yanakuwa ni madogo. Ukiweka kwa muda mrefu, unaweza kupata mpaka 1% mpaka 1.5 kwa kila mwezi kama utaigawanya, japo wengine matokeo yake unayapata kila baada ya miezi mitatu au 6. Baadhi ya uwekezaji unapata kila mwezi. Kwa hiyo kinachoweza kukusaidia kuweza kuamua uwekeze wapi ni swala kusudi lako ni nini. Kuna wengine wana watoto kwa ajili ya school fees, wengine wanaweka kwa ajili ya maisha yao baadaye, wengine wanataka kidogo awe na pesa kwa ajili ya kuweza kutembea. Ndio maana wazungu wao wanapostaafu, wanapomaliza utumishi wao, wanakuja Afrika kwa wingi sana, kwa sababu wana mipango ya muda mrefu. Wenzetu wao wanapoanza kazi tu wanakuwa na mshauri wa masuala ya fedha. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lakini pia kuna hati fungani za mabenki au za mashirika zinaitwa corporate bonds. Tuwe kusikia kuhusu Samia Bond, si ndio? CRDB. Kwa hiyo hizi pia nazo ni eneo lingine ambalo unaweza kaangalia uwekeze. Lakini pia kuna hisa. Sasa hisa inalipa zaidi kuliko hati fungani za muda mrefu na muda mfupi. Hisa inalipa kati ya 3% mpaka 4% kwa mwezi, tofauti na bonds ambazo zinaweza kulipa 1% au chini ya hapo. Sasa changamoto ya hisa ni kwamba kuna volatility, yani haziko stable, unaweza ukavuna mabua. Na hisa ni kitu gani? Ni pale ambapo unaamua kuwa sehemu ya wamiliki wa biashara aina fulani. Kwa mfano Vodacom wanapoingia kwenye IPO, nilikuwa nafuatilia taarifa, wanasema kampuni ya Vodacom peke yake ndio ambayo iko kwenye soko la hisa. Kwa hiyo soko la hisa ni pale ambapo taasisi imeanzishwa na watu 2-3, lakini wanaamua kwamba okay, naomba sasa tupate public pia waweze kuwekeza. Kwa hiyo kabla ya watu kuwekeza wanaangalia ufanisi wa hiyo taasisi. Kwa hiyo kunakuwa kumeamliwa labda hisa moja inauzwa shilingi 500 na kadhalika. Juzi tumeona watu wanaomiliki hisa CRDB, NMB na sehemu zingine wamepata magawio. Kuna mtu mmoja ambaye yeye alikuwa na hisa karibu milioni 1, ameingiza pesa nyingi tu. Na kuna watu ambao walianza mapema. Wanasema ndege anayewahi asubuhi ndiye anayekula mnyoo. Kwa hiyo kama unapata maarifa haya, ndugu wapendwa, ni vizuri kuyafanya kazi mapema. Ukichelewa, changamoto yake inakuwa ni kwamba unakuja kufanya uamuzi wakati ambao matokeo yake hayataweza kusaidia. Kwa hiyo nimetaja hati fungani za muda mfupi, muda mrefu ambazo zipo za Benki Kuu, lakini pia zipo za UTT. UTT ni moja ya maeneo mazuri sana, japo nimeona saa hizi hii wanaita ni collective scheme, ni mifuko ya pamoja, mifuko jumuishi, ambapo wanasema badala ya kuwekeza peke yako kwa sababu una pesa ya kutosha, mnaungana pamoja kama tunaofanya kwenye vikoba, mnakuwa watu 10 mnazungushiana. Kwa hiyo hii inakusaidia kukuza mtaji kwa taratibu, kwa sababu swala la fedha linahitaji muda. Ni wachache ambao wanazaliwa wanakuta pesa ipo tayari. Wengi wetu inabidi utumie msuli mkali kuweza kufanikiwa. Lakini niseme hivi, ushahidi upo wa kutosha, una uwezo wa kufanikiwa hata kama una bodaboda. Tena niseme hivi, hao ambao tunaona kipato chao ni cha kawaida sana ndio wanaoweza kufanikiwa. Juzi nilikuwa Morogoro, huwa napenda kula mahindi ya kuchoma, hata nyama tabani anaweza kanishahidi. Bwana mmoja nilikuwa naongea naye akasema naomba na mimi niende kwenye mafunzo hayo. Nikamwalika akahudhuria, yeye akasema kwamba ana uwezo wa kuweka mpaka shilingi 3500 kila siku katika mahindi yake. Unajua hawa wauzaji wa mahindi wanapata pesa pia. Nashangaa tunapofika mahali tunasema sina kazi na hivi na vile, lakini kumbe anaweza kauza mpaka 100,000 kwa siku na akabaki na 50,000. Kwa hiyo akisema 5,000 aweke miaka 30 atakuwa yuko mbali sana. Lakini kinachokwamisha wengi wetu ni swala la tabia. Kwa hiyo uwekezaji kwenye hizo hati fungaji za muda mfupi, muda mrefu, lakini pia maeneo mengine kuna hisa kama nilivyozungumza, lakini hisa hazifai sana kwa watu wazima, zinafaa kwa vijana. Lakini kabla ya kuweka pesa katika uwekezaji wa aina yoyote, pata maarifa ya kutosha, lakini pia pata taarifa. Kwa hiyo hakikisha, kwa sasa hivi ulimwengu umekuwa ni rahisi, taarifa ziko katika viganja vyetu. Lakini maeneo mengine ambayo nimeyaona hasa kwa ukuzaji wa mtaji inaweza kawa ni kwenye SACCOS. Ziko SACCOS kama 5 kubwa katika nchi hii. Iko Hazina SACCOS, iko TANESCO, nimeona juzi kuna Bandarini SACCOS. Hizi SACCOS iko ya Ngome.
wanaruhusu, na baadhi ya SACCOS wanaruhusu hata members ambao sio wafanyakazi katika taasisi hizo. Kwa mfano mimi juzi nimejiunga Bandarini SACCOS na wafanyakazi wangu wote nimewaingiza, na ile initial payment nimewatolea na wameweza kupata fursa. Kwa mfano labda nitaje baadhi ya product wanazonazo. Kwa mfano kuna moja inaitwa wekeza bando, yaani kiasi cha pesa unachoweka unapata faida 15% kwa mwaka. Kwa hiyo hapa inakuja swala la kiasi unachoweka. Wengi wanadhani kwamba wawekezaji ni watu wenye kipato kikubwa sana, lakini kumbe unaweza kuwa na kipato kikubwa usiwekeze, na unaweza kuwa na kipato kidogo ukajenga tabia kujinyima. Wakati mwingine jizuie, sio lazima ule kila kitu unachokitaka katika moyo wako. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, lazima ujifunze kujizuia. Eneo lingine ambalo unaweza kusaidia kuwekeza, nimeona hivi karibuni hata kwenye maeneo ya bima, hasa bima ya maisha. Wale ambao ni heavyweights wana uwezo wa kuwekeza kwa kiwango cha juu. Bima ni moja ya maeneo ambayo unaweza ukawekeza. Kwa mfano bima inatoa kati ya 8% mpaka 10%. Kwa mfano umeweka bima ya maisha kwa miaka 10 au 15, mwaka wa 10 ule ambao ni maturity au 15, kama au kufariki, maana yake utapewa 10% ya pesa ambayo umeweka, na hii inafanywa kwenye kitu inaitwa compounding. Kadri unavyoweka kama utoi inazidi kudouble. Kila baada ya miaka 6 kuna sheria moja inaitwa 72 rule, yaani kila baada ya miaka 6 mapato yako yana double hivyo. Kwa hiyo unajikuta kwamba uliweka labda shilingi milioni 10, baada ya miaka 10 unakuta na milioni 150. Unashangaa hii hela nyingine imetoka wapi? Au ni Freemason? Lakini kumbe ni taratibu za uwekezaji. Lakini kuna uwekezaji pia nimeona kwenye Telecom, nimeona Vodacom pia wana inaitwa wezesha, si ndio? Nimeona pia Tigo, hata Airtel. Kwa hiyo haya ni maeneo pia unaweza ukafikiria pia kuwekeza, kwa sababu usiweke mayai kwenye kapu moja. Sasa ushauri naotoa ni kwamba angalia maeneo ambayo unadhani yanaweza yakafaa kukusaidia kuwekeza, na kisha chukua uchaguzi au uamuzi wa kuanza kuweka. Lakini kabla ya kuingia kwenye swala la uwekezaji, fikiria kuhusu swala la tabia, fikiria swala la maarifa. Na unapofikiria haya yote, basi unaweza ukawa umejenga uwezo ambao utakusaidia kuweza kufanikiwa. Labda tembea kidogo na mimi slide namba 27. Kuna vitu vichache kidogo nitatamani kuvizungumza hapo, and then ndani ya dakika kama 15 nitakuwa nahitimisha. Slide namba 27. Hapa nimegusia zile nguzo 5 za uhuru wa fedha kama mnavyoziona hapo. Mapato, nimezungumzia swala la matumizi, akiba, lakini pia uwekezaji, na mwisho ulinzi. Yeyote ambaye amehangaika kutafutia pesa yake akaipata kwa uchungu, lazima aweke ulinzi. Ulinzi unaweza kawa ni bima ya moto, inaweza kawa ni bima ya gari, inaweza kawa ni bima ya nyumba na vitu kama hivyo. Sasa hizi umeona hata vifaa vya ndani unaweza kuviwekea pia bima. Next slide. Sasa ni muhimu unapofikiria kwenye swala la uwekezaji uangalie maeneo ambayo yanalipa katika Afrika. Inasemekana ya kwamba eneo linalolipa zaidi kwa sasa ni kilimo, masuala ya madini na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kama unafikiria kuwekeza, hasa kwa wale ambao wanafikiria kwenye swala la hisa, ufahamu pia swala la wapi utaweka hela yako. Next slide. Hapa tunazungumzia sasa mgawanyiko wa masuala ya uhuru wa fedha duniani. Ukiangalia Waafrika tuko chini kwa sababu tabia zetu kwenye swala la uwekezaji liko chini sana, lakini wenzetu wazungu na aina nyingine ya wanadamu, wao kwao wanayapatia haya mambo uzito mkubwa sana. Na labda next slide and then the other slide, key references. Hapa sasa tunaona aina mbalimbali za rejea kwa sisi ambao tunahitaji kuwekeza. Kwa kuwa nitawatumia ili wasilisho, kiukweli Biblia imebaki kuwa moja ya sources za maarifa ambayo ni ya pekee yake katika maisha yetu, na hata waandishi wengine hao ambao wameandika vitabu mbalimbali kuhusu masuala ya uwekezaji, wengi wamechukua kwenye Biblia. Next slide and then the other slide. Okay, twende mpaka slide namba 39. Okay, 40 for that matter. Sasa uwekezaji ni kitu gani? Ni pale ambapo unachukua pesa yako unaiweka mahali ili iweze kusaidia
kuzalisha ili uweze kupata matokeo mazuri katika wakati ujao. Kwa lugha nyingine inaweza ikawa unaamua kupoteza leo ili uweze kupata kesho. Kwa hiyo kwa lugha nyingine uwekezaji ni kujinyima, kwa sababu hakuna anayejua kuhusu kesho. Kwa hiyo ni vyema kujitahidi kadri inavyowezekana. Unajua tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu ametupatia akili, ametupatia hekima. Kwa hiyo tunatarajia ya kwamba tunapaswa kufikiria kesho yetu itakuwaje, na ndio maana mwandishi mmoja katika Biblia anaitwa Jacques Sikwera anasema kwamba divine power plus human efforts is equal to salvation. Kwa hiyo Mungu anatarajia aunganishe yeye na sisi tuungane kuweza kupata matokeo ambayo tunayahitaji. Kwa hiyo wapendwa, ni vizuri kuhakikisha kwamba tunatambua kwamba swala la fedha linahusu hatima ya maisha yetu. Lakini pia slide inayofuata ya 42, ulimwengu tunaoishi. Kama nimegusia vyema, kama mnanifuatilia wapendwa, ulimwengu tunaoishi sio ulimwengu rahisi tena. Mambo yanazidi kuwa magumu sana. Kwa hiyo kuna haja ya kufikiria nje ya box. Pesa unapoiweka inakusaidia nyakati ambazo ni ngumu, hatujui kesho. Kwa mfano, hakuna aliyekuwa anajua kuhusu COVID. Kwa hiyo kuna haja, na ndio maana wazee wetu zamani walikuwa na magala. Unakumbuka hata Yusufu wakati anatoa ushauri kwa mfalme wa Misri, alimwambia kuna miaka 7 ya nini? Ya chakula. Alafu baada ya hapo kuna miaka 7 ya nini? Ya njaa. Na kiukweli mfalme Yusufu akamtega mfalme akamwambia, tafuta watu makini watakao kusaidia ya kwamba ikitokea shida basi hawa watu waweze kusimamia huo mradi. Mfalme akamwambia huyo mtu ni wewe. Na Yusufu akapewa kuwa waziri mkuu wa Misri kwa sababu ya maarifa. Mungu ametupatia sisi maarifa, kwa hiyo anategemea tuweze kukabiliana mazingira yetu, na kiukweli tunakoenda huku mbele sio kwepesi. Kwa hiyo kama ndivyo basi tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tunajua namna bora ya kuweza kufikiria namna gani ya kuwekeza. Labda slide inayofuata, uwekezaji pia unahusiana na wapi rasilimali zako uziweke, lakini inahusiana pia na utambuzi wa vihatarishi, lakini pia utaingiza kiasi gani kama matokeo kwa uwekezaji wako. Sasa hapa ni swala la kuangalia, je, nikijenga nyumba itanilipa? Nitoe mfano rahisi. Unaweza nyumba ambayo unajenga leo ya milioni 100, kwa sababu sio rahisi kujenga nyumba ya kupangisha ambayo itakuwa milioni zaidi ya hapo, ya chini hapo. Kwa hiyo kama nyumba inachukua milioni 100, kama unapangisha, kama utapata sana ni kati ya 500,000 mpaka 700,000 kwa mwezi. Lakini kumbe, je, ulijua kwamba ukiweka hiyo hela UTT kila mwezi utapata shilingi 1% ambayo ni milioni 1? Swali linakuja, je, una haja ya kujenga nyumba kupangisha alafu mpangaji aanze kukusumbua? Kuna baadhi ya watu wanatoka mikoa fulani wanajua sheria wote. Mimi nimefanya kazi benki. Yani huo mkoa unaogopa kukopesha kwa sababu ukimkopesha mtu, mkienda kumdai anaweka court injunction, anaweka zuio la mahakama. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine nyumba sio aina sahihi ya uwekezaji. Kwa hiyo ni bora kuweka hela yako UTT, na UTT ina mifuko kama 6. Labda kama siku moja Dar es Salaam kama kuna haja, naweza nikaomba watu wa UTT wakaja hapa bila gharama yote kuja kutoa elimu ya fedha kwa washiriki, maeneo gani wanaweza kaweka pesa ikawasaidia baadaye kwa ajili ya shughuli zao za maisha. Kuna mfuko wa watoto ambao unaweka hela kwa ajili ya kusaidia kusimamia elimu za watoto wanapokuwa watu wazima, inawasaidia katika maisha yao kila siku. Kuna liquid kwa ajili ya mitaji, kuna bond funds. Kwa hiyo kuna aina 6 za mifuko, na unapowekeza, unapoenda watakana wewe, lipo dawati la kukusaidia kuweza kupewa maarifa haya ili uweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Slide inayofuata. Sasa katika swala la uwekezaji, wengi tumejikita kwenye swala la hardware. Tunaangalia hapa kwamba sasa imekubali hardware kwamba 20%. Fursa zote ambazo unaziona za uwekezaji hazikupi matokeo makubwa. Msingi wa uwekezaji ni swala la tabia. Kabla hujaingia kwenye uwekezaji wa aina yoyote ile, swala la msingi la kufanyia kazi ni swala la tabia. Na hapa nimeainisha tabia inaundwa na vitu gani. Nimeainisha nguzo, kwa mfano mtizamo, fikra, si ndio? Mawazo, nidhamu, si ndio? Tabia, mazoea, maono, mazingira.
Haya yote ni mambo ya msingi ambayo ukiyazingatia na kuyaelewa yatakusaidia, lakini usiache pia kuangalia fursa ambazo zipo sokoni. Hisa, nimezungumzia hati fungani za muda mfupi, mashamba, uwekezaji kwenye ardhi, lakini pia kuna bidhaa. Cha msingi kabla ya kufanya uamuzi, hakikisha una maarifa, una taarifa na una ujuzi na nafasi ya kuweza kufanya unachotaka kukifanya. Kwa hiyo wapendwa, ni vizuri sana kabla ya kufanya uchaguzi wa nini cha kuwekeza, basi uweze kuwa na taarifa. Labda ninapohitimisha, kwa sababu ya muda, naomba nigusie maeneo ambayo yapo sokoni unaweza ukawekeza. Kama nilivyotaja mwanzo, kuna hisa, kuna hati fungani za muda mrefu na muda mfupi, lakini nisahau kuzungumzia pia FDR, mabenki. Haya mabenki pia ambayo yapo katika nchi yetu pia nayo yanawekeza. Lakini katika benki, kabla ya kufanya uchaguzi, angalia aina ya benki. Mabenki mengi makubwa, hasa zamani, yalikuwa hayalipi vizuri, japo sasa hivi nimeona hata CRDB, NMB, NBC zinatoa nani nzuri, lakini nitaje mabenki ambayo mimi kwangu naamini yanaweza yakawa baraka. TCB unapata kati ya 10% mpaka 12%, kwa maana rais 1% kwa mwezi ya unachokiwekeza. Kwa hiyo wapendwa, niseme hivi, yako maeneo mengi hapa, nimetaja maeneo kama 11 ya uwekezaji. Sasa kabla ya kuchagua maeneo mawili matatu, jiridhishe, pata taarifa za kutosha. Epuka kufanya maamuzi ya haraka. Unapofikia sasa kufanya uamuzi, hakikisha ya kwamba unafanya maamuzi ambayo yanaangalia maslahi mapana ya maisha yako, kwa sababu kiukweli maisha yetu ya baadaye yanajengwa kwenye uwekezaji ambao tunaufanya. Na hivi, wale ambao wanaanza kuwekeza mapema na wale ambao wanawekeza katika maeneo sahihi, maisha yao yanakuja kuwa maisha mazuri na maisha ya pekee sana. Sasa wapendwa, kwa kuwa muda umeenda, na niseme tu ya kwamba Mungu ana makusudi na maisha yetu na ametupatia maarifa ili tuweze kuyatumia katika kuhakikisha kwamba maisha yetu ya baadaye yanakuwa ni maisha bora. Tunapaswa watu wa Mungu, kabla Yesu hajarudi, tukawa na mbingu ndogo katika dunia hii, na hatimaye Yesu anapokuja mara ya pili tuweze kuwa kati ya wateule. Lakini pia tunapaswa kulitegemeza kanisa. Tunapaswa pia kuwa baraka kwa ndugu na jamaa ambao wanatuzunguka. Uwepo wetu ukawe baraka, lakini hayo hayawezekani kama kipato hakiko cha uhakika katika maisha yetu. Lakini pia kipato kawaida kinaanza chini, lakini kama una tabia, unajua namna ya kuhakikisha kwamba unapambana, baada ya muda unaweza ukafikia mafanikio na hatimaye ukawe baraka. Na niseme tu ya kwamba swala la uwekezaji ni swala la kiroho. Wako watu walikuwa wanafikiria zamani swala la uwekezaji ni swala la kidunia, lakini niseme hivi, hili ni swala la kiroho. Na ukiangalia katika Biblia utagundua kwamba Yesu mwenyewe amezungumzia swala la uwekezaji mara nyingi zaidi kuliko hata gospel au utume. Kwa hiyo hii inamaanisha ya kwamba swala la pesa ni swala ambalo hatupaswi kulipuuza. Na hivi leo niseme hili, vijana wengi wanapata tatizo la afya ya akili kwa sababu kazi hakuna, na kanisa wakati fulani tumesinzia kidogo kuwaelekeza namna sahihi ya kuweza kutoka hapo walipo kufika kule wanakotakiwa kufika. Kwa hiyo kwa matokeo yake vijana wengi wamepitia changamoto, na wengine wamepoteza maisha yao, wengine wamekata tamaa, na matokeo yake maisha yao yameharibika. Niwapongeze kanisa la Ubungo hili kuchukua hatua ya kuweza kuorganize juma la ujasiriamali. Ninaamini ya kwamba tunapohitimisha siku ya leo, wako watu ambao watapata kitu fulani cha kuweza kuwasaidia. Na mimi niseme tu wazi ya kwamba kwa wale ambao wanahitaji ushauri zaidi, niko tayari kuweza kuwaunganisha na taasisi mbalimbali za fedha, lakini pia pale ambapo nitakuwa na uwezo wa kuweza kumpatia mtu ushauri, naweza nikafanya hivyo. Lakini mara nyingi simpi mtu samaki, ila nampa ndoano. Kwa hiyo unapokuja kuniona usiombe samaki, lakini omba ndoano. Na mimi kiukweli maarifa si mnyimivu, kwa sababu Biblia inatuambia umepewa bure, toa bure. Kwa hiyo wapendwa, tunapoingia katika masaa ya Sabato matakatifu, Bwana atusaidie tuweze kuimarisha uwezo wetu wa kifedha, ili ya kwamba maisha yetu ya baadaye yaweze kuwa bora. Na kiukweli furaha na pesa vinakwenda pamoja. Sio rahisi kuwa na furaha ukiwa hauna pesa, lakini pesa sio mwarobaini wa kila kitu. Tunamhitaji Yesu katika maisha yetu.
Napenda msemo wa TAPE napohitimisha, unasema Yesu moyoni, fedha mfukoni, akili kichwani. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa tukihitimisha juma hili, tuweze kuwa na mianzo mipya na hatimaye tuweze kuwa na ujasiri wa kutumia maarifa haya, na hatimaye Mungu atupatie kibali katika ulimwengu huu na ulimwengu unaokuja. Wangapi wanasema Bwana, mimi nimesikia haya mafundisho na kiukweli ninahitaji kuweza kuchukua hatua kuweza kuhakikisha kwamba maisha yangu yanafanikiwa na hatimaye ninakuwa chanzo cha furaha, lakini pia ninakuwa kati ya watu ambao wanalitegemeza kanisa. Tusimame tunapoomba, tunapohitimisha somo hili. Baba Mungu, asante kutupatia nafasi katika jioni ya leo. Siku ya leo imekuwa ni siku ya baraka, masaa matakatifu yameingia. Tulikuwa tunajifunza kuhusu swala la uwekezaji. Tumeona fursa mbalimbali ambazo zipo ambazo tunaweza tukaziwekeza na hatimaye tukapata matokeo mazuri ya kutusaidia kuendesha maisha yetu. Masomo haya yakapata sehemu katika maisha yetu, tupatie uwezo wa kuweza kufanyia kazi kanuni hizi, tusaidie tuweze kuanza sasa, lakini zaidi sana Yesu, unapotubariki basi tupe kibali kwa baraka kwa watu wengine, lakini pia tuweze kuibariki kazi yako. Ninaomba pia kwa ajili ya uongozi wa kanisa kuruhusu juma hili kufanyika katika kanisa hili. Roho wako mwema akazungumza na kila mmoja ambaye ametenga muda kuja, na hatimaye Yesu tukauone uso wako katika maisha yetu. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen.